Ubinafsi ni kitu ambacho kimeleta shida kwenye ndoa nyingi sana. Ubinafsi ni kitu ambacho kinaondoa upendo kwenye ndoa nyingi sana. Ubinafsi ni kitu ambacho kinaacha mpasuko kwenye ndoa nyingi sana, kiasi kwamba kinapelekea baadhi ya wenza kuishi wakiwa na visasi ndani ya mioyo yao, na matokeo yake wakifanikiwa wanaamua kuwaacha wenza wao. Sijui kama unanielewa. Unajua, ubinafsi ni kitu kibaya sana ambacho huwa kinatafuna taratibu taratibu. Mwisho wa siku tatizo linakuja kuwa kubwa kwenye maisha ya ndoa. Unapooa au unapoolewa, maana yake umekubali kuiacha familia yako na wewe unaenda kuungana na mwenzako, mnaanzisha safari yenu, mnaanzisha familia yenu, mnaanzisha himaya yenu, na nyinyi mnatakiwa kujijenga, mnatakiwa kujitengeneza kwa ajili ya watoto wenu pia, kwa sababu na nyinyi wazazi wenu pia walifanya vivyo hivyo, waliungana kwa pamoja na wakatengeneza familia yao kwa pamoja, mkapatikana nyinyi watoto mkapata mahitaji yenu yote kama watoto kwa wazazi wenu, kwa sababu ya wazazi wenu kushirikiana. Sijui kama unanielewa. Sasa nyakati za leo kumekuwa na shida sana sasa kwa sisi wanawake. Unajua, ubinafsi ni kitu ambacho kina tafsiri tofauti sana kuliko wanawake tunavyofikiria. Wanawake tukisikia kitu ubinafsi tunahisi ubinafsi ni ile tabia ya mwanaume kuto kukuonyesha kwamba ana shingapi. Yaani wewe unahisi ule ndio ubinafsi. Hapana, ule sio ubinafsi. Unajua, ubinafsi ni kitendo cha wewe kuwa na vitu vyako vya siri. Lakini pamoja na mwanaume kuto kukuonyesha pesa zake, anafanya maendeleo ya pamoja kwenye familia. Anajenga nyumba, anawekeza kwenye kununua maeneo, anafanya vitu fulani ambavyo kiujumla wewe mwanamke unashirikishwa. Na vingine sio kwamba una mchango wowote, haujatoa hata 100, lakini mume wako anafahamu kwamba hivi ni kwa ajili ya familia yetu. Asilimia kubwa sana wanaume sio wabinafsi, kwa sababu yeye kiasili anapoanzisha familia ndio ana jukumu la kutengeneza maendeleo, ana jukumu la kuwa na maono kwa ajili ya kujua familia yangu itaenda huku, baada ya miaka 5, baada ya miaka 6, baada ya miaka 10 familia yangu iwe sehemu fulani. Kwa hiyo asilimia kubwa ubinafsi kwa wanaume huwa kinakuwa ni kitu kigumu. Yaani wanaume wengi huwa wanashindwa kuwa wabinafsi kutokana na kwamba wao wamebeba familia nyuma, familia zinawategemea. Sijui kama unanielewa. Lakini shida ya ubinafsi huwa ipo kwetu sisi wanawake. Sijui kama unanielewa. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Unapoona familia za watu zimefanikiwa, ukae ukijua kwamba pale hakuna ubinafsi. Unaposikia wanasema kwamba mwanamke anaweza kumpatia ushauri mwanaume na mwanaume akiufanyia ushauri huo kazi, mwanaume anaweza kufanikiwa, maana yake lazima huo ushauri uwe umetoka kwa mwanamke ambaye amenyooka, hana ubinafsi. Sijui kama unanielewa. Sasa ndoa nyingi sana leo hii zimetawaliwa na ubinafsi. Kuna wanawake leo hii hawatamani kuona waume zao wanapata kwa sababu ya hofu zao binafsi. Pengine kwa sababu ya fikra ambazo zinatembea sana kwenye jamii kwamba mwanaume akipata pesa ataanza kupata wanawake wengine, ataanza kufanya nini. Kwa hiyo baadhi ya wanawake leo hii, wengi wao wamejikuta wakiwa wanaishi na tabia ya kutamani waume zao wasifanikiwe. Hiki kitu wanaume wengi sana hawakifahamu, na pia watu ambao huwa wanazungumza kwamba mwanaume anemsikiliza mke wake anafanikiwa huwa hawakifahamu. Ni wanawake wachache sana ambao huwa wanafanya mambo ya kujenga familia kwa pamoja. Baadhi yao wengi huwa wanakuwa wabinafsi. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo ni kweli mwanaume ukichukua ushauri wa mke wako unaweza ukafanikiwa, lakini hakikisha mkeo hana roho ya ubinafsi. Kwa sababu roho ya ubinafsi, mtu anaweza kukushauri kitu kwa faida yake yeye binafsi, ameangalia maslahi yake yeye binafsi, na matokeo yake anaweza akakupoteza. Asilimia kubwa mwanaume anayeweza kuchukua ushauri wa mke na ukamnufaisha ni yule ambaye ana mke ambaye sio mbinafsi. Lakini kwa bahati mbaya ndoa nyingi sana leo hii zimezungukwa na ubinafsi. Kwa mfano, kuna tabia ambayo wanawake tunayo sana. Utasikia kwamba kwa nini mimi nimuonyeshe pesa zangu mwanaume? Kwani sina mama? Kwani sina nini? Mimi naomba nikuulize swali moja. Ingelikuwa mama yako na yeye kipindi ameolewa na baba yako aliacha kupambana kwa ajili ya nyinyi, akaamua kuwekeza kwenye familia yao alikotoka, wewe unafikiri ni nini kingetokea? Leo hii nyinyi mmesoma, mna elimu zenu, mna kazi zenu nzuri kwa sababu wazazi wenu walishirikiana. Tujaribu kukumbuka tu formula ya maisha ya zamani. Formula ya maisha ya zamani ilibebwa na wazazi kushirikiana. Unakuta ndio baba labda alikuwa ni mwajiriwa, lakini alikuwa anategemea mama alime huku nyumbani. Je, mama angelikuwa analima kisha anavuna vile vitu anakuwa navyo mbinafsi, unafikiri familia yenu ingestawi?
Unafikiri mngesoma vizuri? Unafikiri mngekula? Kama mama angekuwa anafanya kitu kwa faida yake yeye peke yake. Kwa hiyo mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Ubinafsi ni tatizo kubwa sana, na mara nyingi sana wanawake mmekuwa mkitamani kuwekwa kipaumbele kwa waume zenu. Lakini je, wewe unatengeneza namna gani ya mume wako kukuweka wewe kama kipaumbele? Kwa sababu mwanaume mpaka akuweke wewe kipaumbele anakuwa amekupima. Anaona kabisa huyu mke wangu tunatembea safari moja. Kuna baadhi ya wanaume wanaishi wakiwa wana maumivu. Mke ukipata kahela tayari unakaa na mama yako, mnaanza kupangia mipango ile pesa yako. Lakini mimi nakwambia ukweli, mzazi yoyote mwenye hekima hawezi kufurahia anapoona we mtoto wake unakuwa mbinafsi. Kuna vitu vya siri unavifanya nyuma ya mgongo wa mume wako. Mimi nikwambie tu ukweli, labda kama unakuwa mbinafsi kwa sababu mume wako haeleweki. Lakini baadhi ya wanawake mna wanaume wazuri kabisa, wanaume wanaeleweka, wanaume hawana shida, lakini ninyi ndo mnakuwa wa kwanza kuanzisha ubinafsi. Mwanaume mpaka aanze kukuficha sana vitu vyake, huwa anaangalia picha yako wewe. Aidha amekuona wewe ni mwanamke usieleweka, aidha amekuona wewe ni mwanamke mwenye tamaa, na aidha amekuona wewe ni mwanamke mbinafsi. Mambo yako una siri nayo. Ni kweli tunatakiwa kuwasaidia wazazi wetu. Ni kweli tunatakiwa kuwakumbuka mama zetu. Ni kweli mama zetu sijui ndio kila kitu. Lakini kila kitu tukiwekea mipaka. Kila kitu kina umuhimu kwenye maisha yetu. Siwezi kusema mume ni wa umuhimu kuliko familia yako, na wala siwezi kusema familia yako ni muhimu kuliko mume wako. Kwa sababu wewe unapoingia kwenye maisha ya ndoa, unapoanza kutengeneza familia na mume wako, maana yake inatakiwa mshirikiane katika kujenga familia yenu. Sasa itakuwaje kama wewe sasa hivi bado una mipango ya siri ambayo unajadili na mama yako? Mume wako anatarajia wewe na yeye sasa hivi ndio mjadili. Mume wangu sasa hivi hapa iko hivi, iko hivi, iko hivi. Mume wangu sasa hivi hapa iko hivi, iko hivi, iko hivi. Tunaishije? Tatizo sasa hivi kwenye jamii zetu, watu wengi sana wanaishi kwa kuiga vitu kutoka kwenye maisha ya watu. Mimi naomba niwaambie tu ukweli. Ni kweli baadhi ya watu pengine walisalitiwa baada ya kupambana na waume zao, lakini wako watu ambao wamekula matunda ya wao kuwa wavumilivu na kushirikiana na waume zao, lakini kamwe hawatokuambia. Sijui kama unanielewa. Wako baadhi ya watu, tena wengi tu, ambao wamekula matunda ya kuwa wavumilivu na kuwa wanashirikiana vizuri na waume zao. Leo hii wanafaidi maisha. Kila anachohitaji kwa mume wake anapewa, kwa sababu mwanaume amefika kwenye nafasi ambayo anaona sasa hivi, acha tuishi, acha familia yangu iishi, acha mke wangu apate kila anachokitaka, kwa sababu mke alionyesha ushirika. Walikuwa kitu kimoja yeye na mume wake. Sijui kama unanielewa. Mwanamke, unapoishi na mume wako kwa uaminifu, kwa upendo, kwa ushirikiano na kwa kutokuwa mbinafsi, moja kwa moja unamtengenezea mwanaume njia ya yeye kujiona, na mimi kwa nini niishi hivi kama mwenzangu, mimi na mwenzangu tunaishi vizuri. Tatizo, wanaume wengi sana wamekuwa wakiishi kwa kuficha vipato vyao halisi, sio kwa sababu ni mbinafsi. Haoni haja ya kukwambia kwamba ana shilingi ngapi. Ni vitu vinakufaidisha nini wewe? Hata mume wako sasa hivi akakwambia nina milioni 20, sijui nina milioni 10, ina faida gani kwako? Wewe cha msingi ambacho unatakiwa kufocus na kukiangalia, je, mume wako anafanya maendeleo kwenye familia unayaona? Kuna ushirikishwaji? Mume wako akinunua eneo sehemu anakwambia mke wangu nimenunua eneo? Mume wako akijenga nyumba anakwambia mke wangu nimejenga nyumba? Ushirikishwaji je, upo? Kama unashirikishwa, mume wako sio mbinafsi. Nikwambie tu ukweli, wanawake wengi sana huwa wanafikiri watu wanaposema wanandoa hawatakiwi kufichana kitu, wanafikiri ni baada ya mwaka mmoja tu wa ndoa mwanaume anafunguka kila kitu kwako. No, ni kweli wako watu ambao wana lifestyle za kushirikiana na wake zao, na wake zao wanafahamu kila kitu kuhusu waume zao, lakini sio kwamba wana miaka 5 ya ndoa. Sio kwamba wana miaka 6 ya ndoa, sio kwamba wana miaka 3 ya ndoa. Ni watu ambao wameishi kwa muda mrefu, ni watu ambao wamechunguzana sana. Ni mtu ambaye mwanaume amejiridhisha kwa kina sana, ikapelekea yeye kuwa muwazi kwa mke wake, kwa sababu anaona hapa sasa maisha yetu yanaendelea mbele. Hakuna sababu ya mimi kuendelea kuwa msiri. Baadhi ya watu huwa wanakuja kufanya huo utaratibu, na wengine wao hawafanyi kabisa. Mume wako tu atakwambia mke wangu, hata ikitokea siku labda nimepata changamoto, hebu nienda sehemu fulani fulani fulani, wewe utaziona pesa zangu. Hilo jibu utalipata baada ya yeye labda kuwa amepata changamoto. Sio kwamba anakuficha kabisa ujui chochote. Kuna mwingine anakwambia, mke wangu siku ikitokea labda nimepata shida, pesa zangu iko 1 2 3, lakini akwambia kwamba nina shilingi ngapi. Huo ndio ushirikishwaji. Sasa ubinafsi kwenye maisha ya wanawake huwa unakuja pale ambapo tunaanzaga kujihesabia kama sisi ndio watu wa kuperform sana kwenye familia zetu. Utakuta mtu anakwambia, yani wewe ukae umuonyeshe mume wako pesa, huna mama. Mimi nashangaga sana.
Hii familia ambayo tunaitengeneza mimi na mume wangu, maana yake siku moja mmoja wetu asipokuwepo, mwingine atabaki na familia. Aidha mimi nitabaki na familia au mwanaume atabaki na familia. Kwa nini sasa niwe na vitu vya siri? Kwa nini nijenge sana nyumbani kwetu kuliko kujenga kwangu? Kwa sababu hapa kwenye himaya yangu najenga kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wangu. Hata siku moja nikiondoka na waachia watoto wangu. Unapowekeza sana kujenga nyumbani, maana yake unajenga kitu cha kifamilia. Kila mmoja atahusika. Sijui kama unanielewa. Kuna dada mmoja aliwahi kunitafuta akiwa na maumivu sana. Alisema, dada, mimi nimevuna matunda ya ubinafsi wangu. Mimi tulikuwa tunaishi vizuri tu na mume wangu. Siwezi kusema kukuwa na changamoto, zilikuwepo. Lakini mume wangu alikuwa ni mtu yule anayenishirikisha. Mke wangu nataka nifanye hiki na hiki, mke wangu kuna hiki na hiki na hiki. Lakini mimi nilikuwa ni mbinafsi. Mama yangu alinifundisha kuwa mbinafsi pasipo kujua. Kwa nini mama amenifundisha kuwa mbinafsi? Kumbe ilikuwa ni kwa faida yake binafsi. Mimi nilikuwa namuibia pesa mume wangu, najenga nyumbani, nafanya hiki kwa sababu niliolewa sehemu nzuri. Sio kwamba aliolewa, mpaka leo yupo sehemu nzuri. Aliolewa sehemu nzuri, pana pesa. Kwa hiyo kiasi kwamba hata kama akijikusanya mume kucomplain au kushtuka inakuwa ni ngumu, kwa sababu mwanaume ni mtu ambaye amepiga hatua kubwa za kimaendeleo. Anasema nikawa naiba pesa, nawekeza kule kwa mama, najenga, nafanya nini. Mwisho wa siku mama anaumwa, yuko hoi. Anakuja kusema ile nyumba nimemwachia mwanangu wa mwisho. Hebu fikirie, yule dada anasema nikajiona mimi ni mjinga wa namna gani? Na hapa nilipo nina watoto 3 na mume wangu. Nimeshindwa kufanya kitu kwa ajili ya familia yangu, nimeenda kufanya kwa ajili ya mama. Mwisho wa siku mama mwenyewe anampa mdogo wangu. Na mpaka sasa hivi ninapozungumza na wewe, mama yangu amefariki, hayupo tena, na ile nyumba ilishabaki mikononi mwa mdogo wangu. Mama alimwandikisha mdogo wangu. Utasemaje? Utawaelewesha vipi watu seme hapana, hiyo nyumba ilikuwa ni ya kwangu? Kwa hiyo binafsi wakati mwingine unawakosti baadhi ya watu. Leo hii wanaume wanatamani wapate wale wanawake wa kukaa nao wakapanga mipango kwa pamoja. Sio kwamba wanaume hiki kitu hawatamani, wanatamani. Mwanaume yeyote yule ataonyesha msimamo kwamba mimi ndo nayejua kila kitu, lakini mwisho wa siku wanaume wanapenda kukaa na wake zao wakashirikiana kujadili kitu fulani. Mwanaume anatamani hata mwanamke wake ukipata kitu seme mume wangu na mimi mwenzako nimepata hiki, tunafanyeje? Hiyo ni faraja kwake yeye, anaona amebahatika kupata mke mwenye uelewa, ambaye anajua kwamba hii familia ni kwa manufaa yetu wawili. Kila tunachokitafuta ni kwa manufaa yetu wote wawili pamoja na familia yetu. Sasa anapoona wewe mwenzake unapata pesa, simu kwa mama yako, kwa hiyo mama tunafanyeje? Unakuwa ni kama vile unaishi kwenye ndoa ukiwa na mahesabu mengine. Mimi nikwambie tu ukweli, kuachana, kusalitiwa, kugeukwa ni matokeo ambayo hakuna mtu yeyote ambaye huwa anatarajia. Ni matokeo ambayo hayana kinga. Huwezi ukasema ukifanya kitu fulani utajikinga na hayo matokeo. Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nakwambia tu ukweli, wewe kama unaishi kwenye maisha, ishi wakati uliopo. Kama kuna mengine yatatokea huko kesho, yatokee, kwa sababu wewe hufahamu kinachoendelea. Wanaume wangeweza kuishi kama akili zetu sisi wanawake zilivyo, basi kwenye familia zetu kusingekuwa na maendeleo. Wengi sana wangeficha hizo nyumba, wangejenga kwa siri wakaficha huko wasitushirikishe. Kwa sababu sio kwamba watu wengi hawalii na haya mambo. Mtu amemshirikisha mke wake nyumba, wamekaa baada ya miaka kadhaa, mke ameenda mahakamani, ile nyumba inabidi iuzwe. Vile viwanja inabidi vigawanwe, zile mali zote inabidi zigawanwe, yale magari yote inabidi yauzwe. Sio kwamba wanaume hawaoni hivi vitu, lakini wanajifunza kufocus kuangalia maisha yao. Wanaangalia leo kwamba leo tunaishije mimi na familia yangu, hayo ya kesho yatajisumbukia. Ndio maana utasikia kila mwanaume anasema ningejua. Hakuna mtu ambaye huwa anajipanga na kesho, wapendwa. Huwezi kuijua kesho yako itakuweje. Huwezi kujua kama kesho utageuka ama la. Kuna wanawake leo hii wanakula matunda ya uvumilivu wao, wanakula matunda ya mshikamano wao, wanakula matunda ya wao kutokuwa wabinafsi. Na wanaume sasa hivi wamefanikiwa, hawawi wabinafsi. Nikwambie tu ukweli, usijifunze kitu kwenye maisha ya mtu, ishi maisha yako. Yaani kwenye maisha tumetofautiana sana, kila mtu ana mapito yake, kila mtu ana sehemu ambayo ametoka na mtu wake, hamuwezi kufanana historia na watu wengine. Kwa hiyo ukiona mtu amechagua kuwa mbinafsi kwenye maisha yake, achague yeye binafsi. Lakini asikufundishe wewe kuwa mbinafsi kwenye ndoa yako, kwa sababu hayo unayoyatengeneza ni maisha yako wewe na mume wako, na ni kwa faida yako wewe na mume wako. Yeye na mume wake wana maisha yao. Yeye na mume wake walikotoka ndio wanajua. Yeye na mume wake wanafahamiana vizuri tabia zao. Kwa hiyo usiige kuwa mbinafsi, kwa sababu pengine yeye ana sababu zake binafsi za kuwa mbinafsi. Haya maswala ya wanawake kuwa wabinafsi yanaleta shida.
Ndio unakuta mwanaume anajitafuta, akija kujipata anaanza kuona huyu mwanamke hakuplay part yoyote kwenye maisha yangu. Shida inaanzia hapo. Unasema mwanaume alinisaliti baada ya kupata, kumbe haikuwa hivyo. Kwa hiyo unakuta mtu kumbe ameishi na wewe kwa miaka mingi, alikuwa anaangalia the way unamtreat, the way unamwachia maisha, anapambana nawe yeye mwenyewe, anaanza kujifunza kuwa mbinafsi. Kuna kaka mmoja alisema, mimi nilikuwa niko huru tu, nikifanya hiki namshirikisha mke wangu, tunafanya vizuri, mpaka pale nilipokuja kusikia za chini chini kwamba mke wako kuna nyumba amesimamisha kwao. Ndio pale na mimi nilipojifunza kwamba hapa sasa hivi na mimi nianze kuwa mbinafsi, kwa sababu uaminifu kati yetu hakuna. Unaacha kufanya vitu kwa ajili ya familia yako, unafanya vitu kwa ajili ya kumnufaisha mama yako peke yake. Mimi sijakataa, wazazi wetu wanatakiwa kusaidiwa. Tunatakiwa kuwasaidia wazazi wetu, lakini tuwasaidie kwa kiasi. Tusisahau na sisi kujijenga kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia zetu. Hata wazazi wetu pia waliondoka makwao, wakajijenga kwa ajili ya familia zao. Na ndio maana unaona ndio nyinyi mmefanikiwa, ndio nyinyi mmesoma, ndio nyinyi mna kazi nzuri, ndio nyinyi mna vyeo, kwa sababu wazazi walishikamana kikamilifu. Kwa hiyo leo hii wewe mwanamke unapoanza kuingiza ubinafsi kwenye familia yako, maana yake unabomoa ndoa yako. Wewe mwanamke ndio msingi kwenye maisha yako ya ndoa. Na ndio maana wanasema mwanaume akifuata ushauri wako anaweza akafanikiwa, lakini uwe ni ushauri ambao haujajaa ubinafsi. Baadhi ya wanawake sasa hivi wamekuwa ni wabinafsi mno, kiasi kwamba wengine ndani ya mioyo yao hawawaombei waume zao mafanikio. Ndio maana hata yeye akipata vitu vyake anajadili na mama yake, kwa sababu anaishi na mwanaume ambapo anaishi na mume wake akiwa na plani vitu vingine ndani ya akili yake. Kuna hisia ambazo we unazo. Unajua vitu vibaya tunavyoviwaza kwenye maisha yetu vina nafasi kubwa ya kuja kutokea kwa sababu ya namna tunavyohangaika kujiwekea tahadhari. Hawa watu ambao leo mnaona kwenye mitandao ya kijamii wanafurahia, wanaenjoy na waume zao, wanafanyiwa mambo makubwa, wanafanyiwa surprise, hawakuwa wabinafsi. Nitarudia tena kusema, sikilizeni historia za watu mtakuja kunielewa. Watu hawakuwa wabinafsi. Mke alijitoa na mume alijitoa, walipambana kwa pamoja. Ndio maana unaona leo hii mume anaona iko haja ya mke wangu kufaidi matunda ya uvumilivu wake. Kushiriki kwenye hayo mapambano ya mwanaume sio lazima uwe na mamilioni ya fedha, lakini inahusisha na wewe kuwa karibu na mwenzako, na wewe kuona mume wangu ndio mtu wa kwanza ambaye tunatakiwa kushirikiana kujenga familia yetu, ndio wa kwanza ambaye tunatakiwa tushirikishane kimaendeleo. Usianze kuzungumza na mama yako simu za siri, mnapanga plani za siri, mnafanya vitu fulani vya siri. Ni kweli wazazi wetu ni wazazi, lakini pia sisi tumeanzisha familia zetu. Wazazi wetu wanatujenga vipi na sisi kusimama kama kina mama kwenye familia zetu? Mwisho wa siku mzazi yoyote anatakiwa kukuhurumia wewe mtoto wake, ajue kabisa wewe sasa hivi ni mke wa mtu, wewe ni mama, una watoto wako. Kwa hiyo na wewe unatakiwa kujijengea vitu kwa ajili ya watoto wako. Leo hii mama yako anaweza akakulaghai, akakudanganya. Unajenga kwenu, unajua vile vitu viko chini yako, kumbe viko chini ya mdogo wako. Wewe utajueje? Huyo dada amekuja kujua kiwa amechelewa kwamba kumbe nyumba imeandikwa jina la mdogo wake. Anakuja kujua mwishoni kabisa. Ameprovide, amefanya kila kitu kwenye ujenzi wa ile nyumba. Na ile nyumba ni asiri. Hawezi kuambia wanafamilia kwamba hii nyumba ilikuwa ni ya kwangu, kwa sababu anaona huo uvumi utamfikia mume wake. Vipi kuhusu ndoa yake? Anaona changamoto itaingia kwenye ndoa yake. Kwa hiyo mimi nawaambia tu kweli wanawake, tusiwe wabinafsi. Pia vile vile ninapozungumzia swala la ubinafsi, pia nizungumzie kwa wanaume baadhi ambao nao wana hii changamoto ya ubinafsi. Kuna baadhi ya wanaume huwa wanawazalisha wake zao kuwa wabinafsi wao wenyewe. Sijui kama unanielewa. Mwanaume ukioa unamkuta mke wako ana wazazi na wewe mwanaume una wazazi. Kwa hiyo kaa ukijua kwamba mke wako anawahesabia wazazi wako kama wazazi wake, na wewe mwanaume unatakiwa kuwahesabia wazazi wa mke wako kama wazazi wako. Kwa hiyo unapofanya kitu fulani kwa wazazi wako, kumbuka pia hata mke wako anatakiwa kufanya kitu fulani kwa wazazi wake. Baadhi ya wanaume wanakuwaga na changamoto kwenye huu upande. Kuna dada mmoja aliniambia, alisema, dada, mimi nikimwambia mume wangu hata naenda msibani kwetu, hatoi hata shilingi 100 yake, huwezi kuamini. Anakwambia tu safari njema, utajua mwenyewe huko unakoenda. Hafikiri chochote kwamba mimi mwenzie naenda nyumbani, natakiwa labda kwenda na chochote, hamna. Lakini mara nyingi utasikia beba hiki ninavyoenda kwao. Hiyo hali kanizalisha mimi kuwa mbinafsi, nikaanza kuwa na mimi napenda kuwa na pesa za siri, kwa sababu unataka kuwasaidia wazazi wangu kwa siri. Mume wangu hafikiri kuhusu hicho kitu. Kwa hiyo mwanaume, umemwoa mke wako, unajua wazi hana kazi. Unajua wazi unaondoka asubuhi unamwacha nyumbani. Unajua wazi pengine atakuwa na shida zake za kuisaidia familia yake.
Wakati mwingine anakuomba unakataa, na wakati mwingine anajisemesha shida mbele yako. Kama hivi unavyojua, wanawake hatuko direct kuomba kitu. Unakuta anakupenda na kuheshimu na anakuhurumia, kwa hiyo anaamua kusikiliza zile simu za matatizo ya nyumbani mbele yako, akijua wewe mwanaume utajiongeza useme, mke wangu shika hiki, nimesikia kwenu kuna shida. Lakini kuna baadhi ya wanaume mnakuwa kabisa wakavu kabisa, unaondoka unaenda kazini kwa amani, huku ukiwa unafahamu wazi mke wangu hana kazi yoyote, ananitegemea mimi mwenyewe. Baadhi ya wanaume, msianzishe ubinafsi kwa wake zenu. Sijui kama unanielewa. Umempata mke wako yuko vizuri, mnaishi vizuri, unajua kabisa ni mama wa nyumbani, hana kazi yoyote, acha kuwa mbinafsi. Na hata kama ana kazi, hakikisha mtengenezeani utaratibu wa kufanya mambo kwa siri. Lakini pia vile vile nikizungumza kwenye upande huu, pia niwakumbushe tukumbushane na sisi wanawake. Unapopata mwanaume ambaye anajua kukea familia zote mbili kwa uwazi, jitahidi sana kutokuwa na roho ya chuki. Unajua baadhi ya wanaume walikuwa wanaume wazuri sana mwanzoni. Amekuoa wewe, alikuwa ni mwanaume mzuri sana, anaisaidia familia, anafanya nini? Baadaye akaja kugundua wewe una roho ya hivi kwa ndugu zake, unawachukia ndugu zake. Ndugu zake wakija nyumbani unakasirika. Ndugu zake wakija nyumbani unanuna. Akiomba akae na ndugu zake unakasirika, unasema mimi sitaki kukaa na watu hapa nyumbani. Lakini ndugu zako ndo unawafurahia. Ndugu zako ndo unataka wajae nyumbani. Ndugu zako ndo unataka wasaidike. Hutaki kuona mume wako akiwa anasaidia ndugu zao. Hiyo pia huwa inazaa ubinafsi kwenye moyo wa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anaanza kuona, kumbe mimi natakiwa nithamini sana ndugu zangu kwa sababu na yeye mwenzangu anathamini ndugu zake. Mwisho wa siku hamtatengeneza familia yenu vizuri. Kwa sababu mwanaume akianza kuwa mbinafsi kwa kuipendelea familia yake zaidi, ataanza kuwa mbinafsi hata kwenye mali zake binafsi, kwa sababu ameanza kukuona kwamba una roho ya chuki. Unapenda kupendelewa. Unapenda wazazi wako ndo wahudumiwe na kila kitu. Hutaki ndugu wa mume wafaidi matunda ya mtoto wao. Hapo ndio shida inapoanzia. Kwa hiyo mimi nasema tu ukweli, ubinafsi uko pande zote, lakini kwa wanaume upo kwa pande chache sana. Na mara nyingi wanaume wakianza kuwa wabinafsi sana, sababu huwa zimetoka kwa upande wa wanawake, kwa namna ambavyo una behave. Kuna baadhi ya wanawake wamebahatika vizuri kabisa, mwanaume ana provide mpaka kwenu amejenga nyumba. Kuna wanawake hapa ninapozungumza, kuna nyumba za mama zao huko nzuri za kuwaheshimisha wazazi wao, zilijengwa na waume zao. Mama zao wamekuwa wa kwanza kuwa na umeme vijijini. Mama zao wamekuwa wa kwanza kuvutiwa maji nyumbani. Lakini hapo ulipo, mume alipohamia upande wa kwao ukaanzisha ubinafsi. Mbona huku kama umependelea sana? Mbona kwetu kama hivi? Shukuru hata kwa kidogo ambacho mwanaume amekifanya. Shukuru. Usianze kulinganisha kitu alichokifanya. Sio lazima vitu viwe kwenye ulinganifu, lakini at least mtu anakumbuka kwamba pia kwenye familia mke wangu natakiwa kufanya hiki. Acha kulinganisha kwamba lazima nyumba ziwe sawa, lazima nini kiwe sawa. Hebu achana na hivyo vitu, kwa sababu kaa ukijua kwamba we mwanamke umeolewa, nyumbani kwenu sio kwamba uko wewe peke yako. Kuna kaka zako, kuna dada zako, kuna wadogo zako, mpo wengi. Lakini hakuna mume wa ndugu yako mwingine aliyesimama kwenda kuwafanyia hicho kitu wazazi wenu. Mama yako ndio amesimama kikamilifu. Mume wako ndio amesimama kikamilifu kwenda kujenga, kwenda kufanya maendeleo fulani kwenye familia yenu. Lakini dada zako sio kwamba hawana waume, sio kwamba kaka zako hawana kazi, sio kwamba nini. Labda unaweza kukuta familia yenu, labda ndugu zako wengine hawako vizuri, lakini at least wewe ndio umebahatika kukaa sehemu nzuri. Shukuru kwa hicho kidogo ambacho mwanaume amekifanya. At least wazazi wako hawalali nje. At least wazazi wako wameheshimika. At least wazazi wako wamesitirika. At least wazazi wako sasa hivi wameiona faraja. Wakati mwingine wewe mwanamke ndio unaona hiki ni kidogo, lakini wazazi wako wana appreciate sana, wanaona mkwe ametufanyia kitu kikubwa, lakini wewe ndio unaanzisha chuki kwa sababu ya ubinafsi wako. Mbona kule kwao kiko hivi? Mbona kwetu hakijawa hivi? Sio lazima kila kitu kiwe sawa, lakini at least upate mtu ambaye anakumbuka kukufanyia kitu fulani upande wa kwenu. Kwa hiyo mimi niseme tu ukweli, tunapoingia kwenye maisha ya ndoa, hakikisha ubinafsi umeacha. Huwezi kuishi kwenye maisha ya ndoa na ndoa ikawa nzuri ikiwa ukawa mbinafsi. Iwe kifedha, iwe kitabia, iwe kimatatizo. Hata kwenye ndoa kukiwa kuna migogoro ukachagua kuwa mbinafsi kwamba mimi nitajipatia furaha yangu mwenyewe, hiyo sio ndoa tena. Hapo mpo kwenye ndoa iliyokufa, muda wowote inaweza kuvunjika. Maisha ya ndoa yanataka kujitolea. Mtu ujitoe. Wakati mwingine unapoona migogoro, tengeneza hayo mambo yafike mwisho, muendelee na maisha mengine mazuri ya amani.
Lakini mtu akianza kuchagua kuwa mbinafsi, kwamba mimi nitanuna mwezi mzima, mimi nitafanya nini, migogoro inazidi kuongezeka kwenye familia za watu. Wanawake, tupunguze ubinafsi. Wanaume wanalalamika sana na hili swala la wanawake kuwa wabinafsi. Mwanamke unayejali sana kwenu kuliko kujali ustawi wa familia yako, na wewe una shida. Hao wazazi wako wanaotaka ujali sana nyumbani kuliko kujali kwenye familia yako, kutengeneza kwa ajili ya watoto wako, na wao pia wana shida. Mzazi yeyote lazima akukumbushe kwamba mwanangu, wekeza kwa ajili ya watoto wako. Mzazi yeyote akujengee picha kwamba mwanangu, unapoona hapa hata nyinyi mmekuwa, ni kwa sababu mimi mama yako nilisimama kikamilifu. Mama yako na yeye angelikuwa mbinafsi hapa akawa anafanya vitu kwao, sidhani kama leo wewe ungefikia hapo. Kuna baadhi ya wanawake pengine baba zenu walishindwa kuna baadhi ya wanawake pengine baba zenu kwenye familia zenu walishindwa kuprovide. Mlikuwa mnashuhudia mama zenu ndo wanaohangaika kwenye kila kitu. Ulimuona mama ndo alipambana kuwapushi kuwafikisha hapo mlipofika. Ulishawahi kaa chini ukajiuliza swali kwamba je, mama yangu na yeye angekuwa anafanya tu kwao, vipi kuhusu sisi? Maana yake mngetelekezwa. Pia mimi naomba niwakumbushe watu wote kwa pamoja, wanaume na wanawake. Haya maswala ya sisi ni wazazi wenu. Bila sisi msingekuwa hapo. Sisi tuliwasomesha, sisi tuliwafanyia nini? Wakati mwingine ukiangalia vizuri, hayo maneno ni scam. Ni utapeli ambao wazazi wanautumia kuwaingiza kwenye vifungo vya kuteseka. Mzazi yeyote anayekupenda, nisikilize ninavyokuambia, mzazi yeyote anayekupenda anajali kwanza ustawi wako kabla ya kutaka umsaidie yeye. Sijui kama unanielewa. Mimi nina mfano ulio hai kabisa. Nimeshuhudia mzazi anajali sana ustawi wa mtoto, anasema hapana, mtoto wangu kwanza, akishafanikiwa atakuja kunikumbuka na mimi. Lakini wewe ambaye una mzazi ambaye anajua wazi bado uko kwenye maisha ya kujipambania, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke, lakini mzazi wako anakazana kutoa maneno ya lawama kwako, kutaka sasa hivi umsaidie wakati anaona hata wewe mwenyewe hujiwezi, unajipambania, huyo mzazi hakupendi. Ndiyo amekuzaa yeye mwenyewe, ndiyo amekulea yeye mwenyewe, lakini mzazi yeyote hatakiwi kuweka malezi kama deni. Sijui kama unanielewa. Hatakiwi kuwekeza kwenye malezi, kwa sababu mwisho wa siku lazima yeye ndo angekuhudumia, kwa sababu ulizaliwa kwenye mikono yake. Nani mwingine angekuhudumia zaidi yake? Mimi huwa nashangaa sana, mtu anasema mzazi wangu ananilaumu, mimi ndo nilikusomesha, mimi ndo nilifanya hiki. Ni kweli mzazi anaweza kalaumu, lakini inategemeana na mazingira. Kuna mwingine huko mjini maisha ni magumu, wewe mwenyewe unajua kabisa kula ni ya shida, kodi mpaka uhangaike. Mzazi wako yuko huko kijijini, hajui chochote kinachoendelea huku mjini, anakazana kulaumu, mimi ndo nilikusomesha, mimi ndo nilifanya nini. Hakikisha unajifunza kuwasaidia wazazi kwa kiwango chako ulichofikia. Wazazi wasikushinikize sana na wao kwamba sisi ndo tulikulea, sisi ndo tulifanya nini. Halijawa deni, kwa sababu hakuna ambaye utotoni mwake aliomba ili litokee. Hakuna ambaye aliomba kuhudumiwa na wazazi, lakini wazazi ilibidi wakuhudumie kwa sababu wao ndio wazazi wako. Nikiongea haya maneno naweza kuonekana kama naongea maneno fulani, lakini mimi nakwambia ukweli. Baadhi ya watu wanateseka sana na wazazi wao. Kuna wanawake wanaolewa vizuri kabisa, wanawapenda waume zao, wanatamani kushirikiana, lakini anafika nakuta mume na wazazi, mume na wazazi, mume na wazazi. Mwanamke mwingine anakata tamaa. Mwanamke mwingine naye anajifunza ubinafsi. Mwanamke mwingine naye anachoka. Mwanamke mwingine naye anakata tamaa. Anapoanza kukujenga kwamba mume wangu, mbona sasa naona umezidisha sana kwenye familia yenu kuliko hapa kwenye familia yako, ndugu zako wanaanza kumchukia. Mama yako hampendi mke wako, baba yako hampendi mke wako, dada zako hawampendi mke wako, kwa sababu wameshaanza kuona misaada sasa imeanza kuwa ya shida. Wakati mwingine watu wanapomchukia mke wako, angalia, wanamchukia kwa sababu ya tabia. Lakini kama wanamchukia eti kwa sababu anasema ndugu yetu sasa hivi amekuwa sio yule, ndugu yetu sasa hivi amebadilika, asilimia kubwa kaa ukijua kwamba kulikuwa kuna shida. Ulikuwa unawaprovidea sana, ukasahau kujenga maisha yako. Ndio maana leo hii ulivyopata mwanamke ambaye anakukumbusha kwamba mme wangu, hebu shtuka hapa sasa hivi umezidisha mno kwenu, haujengi maisha yako, ndio maana wanamchukia. Lazima waone mke wako amekuja kuwaharibia, kwa sababu ile ajenda yao inasimama. Mwanaume, mama anayekupenda, baba anayekupenda, anajali sana ustawi wako kuliko kujihurumia yeye. Nieleweni, mimi nawaambia ukweli.
Kuna watu wamesha experience hicho kitu. Yaani yeye hata akimfanyia chochote mama yake anasema hapana mwanangu, sasa hivi tafuta kwanza jijenge wewe. Mimi utanisaidia, subiri kwanza mwanangu upate. Huyo ndio mama mzuri. Sio huyo mama yako anayekupigia simu kwanza kukufokea. Mimi ndio niliyewalea, mimi nitakupa laana, mimi nitafanya nini? Analia na kulia. Kiasi kwamba wakati mwingine unajinyima wewe na familia yako kwa ajili yake. Anajua kabisa wazi hujajijenga kimaisha. Anajua wazi huna. Lakini anakung'ang'ania hicho kidogo ulicho nacho, usijenge maisha yako, chote kiishie kwenye mikono yake. Huyo mzazi anakuingiza kwenye mtego. Kwa hiyo baadhi yenu mnajikuta mna wanawake wazuri, lakini mwisho wa siku wanawake wanaanza kuwa wabinafsi. Kwa sababu mwanamke anatamani anapoingia kwenye maisha ya mwanaume, aone mwanaume ana future. Mwanaume anakuwa kuipeleka familia. Anajua hapa tukitoka hapa tunaenda hapa. Sasa anapoona wewe sasa hivi mmeanza kutengeneza familia, lakini maisha yenu yanakuwa magumu kwa sababu ya wazazi, wakati mwingine ni kweli utaanza kumuona kama mke wako ana wivu. Lakini wakati mwingine lengo la yeye kuzungumza hivyo inakuwa sio wivu, ni kwa sababu tu ya kukushtua kwamba mume wangu sasa unazidisha sana kwenu mpaka unasahau kujijenga. Mwanaume, ni kweli unatakiwa kuwasaidia wazazi wako. Lakini mimi nikwambie tu kweli, unapokuwa daraja, usiruhusu watu wengi sana kuvuka juu yako kabla haujawa imara. Utaanguka. Hakikisha na wewe umekuwa imara kiasi kwamba unaona mimi naweza kujigawa kwa namna yoyote, wazazi wangu kila wanachotaka naweza kuwapatia. Lakini kwa muda ambao upo kujijenga, jitahidi kufanya kwa kiwango chako. Mzazi wako asianze kukukomandi. Kuna kaka mmoja mimi aliniambia sema, dada, mimi ilifikia wakati nilikuwa naingia mpaka madeni. Mama anapiga simu analalamika. Mama anapiga simu anafoka. Mama anapiga simu analia. Anasema wewe mtoto nitakupa laana. Mpaka nilikuja nikasema hapana, mimi mama yangu anipendi. Kwa nini ananifanyia mimi haya mambo? Mbona kwenye familia hii tuko wengi? Kwa nini wasiwe wenzangu, inakuwa ni mimi tu kunipigia simu za vitisho vya kunipa laana? Na hapo ukiangalia maisha yangu ni magumu, sina chochote. Mpaka nikaamua kuacha hiyo kazi ambayo niliipata kwa ajili ya kusomeshwa na mama. Nikaamua kuiacha nianze kujitafuta upya kwa sababu nikaona kazi imejaa lawama. Mzazi anakusomesha vizuri kabisa, unasoma vizuri kabisa. Anategea umepata kazi, anataka sasa yeye awe familia yako nyingine ambayo inatakiwa uihudumie kama familia yako ya mke wako. Wazazi walishajenga maisha yao, walimaliza. Sasa hivi ni zamu ya wewe pia kutengeneza kwa ajili ya watoto wako. Kwa hiyo tujitahidi pia kubalansi upendo huu katika familia zetu ili kupunguza ubinafsi. Ili kupunguza kuonana wabinafsi. Mwanaume, wakati mwingine mwanamke anapokukumbusha kwamba mume wangu umezidi sana kuangalia kwenu, usione kama ni mbinafsi. Wazazi wako wanapoanza kumchukia mke wako, angalia sababu. Wakisema sasa hivi ndugu yetu umebadilika sana, kaa ukijua kwamba mke wako amekuamsha kwenye usingizi fulani. Hakuja kwako kwa bahati mbaya, hajafanya hivyo kwako kwa makusudi, hajafanya hivyo kwa sababu anaionea wivu familia yako. Amejitahidi kukukumbusha na wewe kujijenga pia. Kwa sababu familia zetu za Kiafrika hizi zimekuwa zikiwafanyia watoto wengi manipulation. Wanaume wengi wanateseka. Wanawake wengi wanateseka. Kuna wanawake wao wanaonaga mama ndio kila kitu, mama ndio kila kitu, wanasahau kuungana na waume zao katika kutengeneza familia zao wenyewe. Kuna wanaume hapa, familia yangu ndio kila kitu, familia yangu ndio kila kitu, mpaka wanasahau kutengeneza maisha yao wao wenyewe. Mtu tokea amepata tu kazi ni wazazi, 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 wazazi. Na wazazi wengine anasema, sisi tulikusomesha, sasa zamu ya kuwasomesha wadogo zako. Una wadogo zako 3 4 wa kuwasomesha. Lazima mke akija kwenye maisha yako mtaanza tu kugombana. Kwa sababu naye mke anatamani kukuona na wewe unainuka kwenye familia. Kuna mtu aliniambia sema, dada, mimi nilikuwa naumia. Na ujua mshahara wa mume wangu ni kadhaa, lakini ukiingia ameshasema fulani kule shuleni anadaiwa ada. Na wazazi wapo. Fulani kule shuleni anadaiwa ada, inatakiwa nilipe ada, inatakiwa nilipe hiki. Anasema unakuta dada amelipa vitu vya mdogo wake tu huko shuleni. Pesa anayorudi nyumbani kunipa mimi ni kidogo mno. Kidogo mno kiasi kwamba tunaishi maisha magumu, tunajibana mpaka tunajibana tena. Kupata kodi mpaka amuombe mama kwamba mama sasa hivi nisaidie na mimi mwenzako nimeishiwa kodi, sina kodi. Mume anaminywa vibaya mno, mume amekonda. Anasema mpaka ilifikia kipindi nikamwambia mume wangu haya sio maisha. Mwanzoni mume wangu alinichukia sana, lakini kuna wakati akaja kunielewa. Ikabidi aseme jamani, mimi kuendelea kumsomesha mdogo wangu sitoweza peke yangu. Labda tusaidiane na mimi niwe nasaidia vitu baadhi vichache. Kwa hiyo mzazi wako akikusaidia isiwe sababu ya wewe kushindwa kutafuta maisha yako pia, kwa sababu tayari majukumu mazito yanakuandama wewe mapema.
Tukumbuke kujenga familia zetu. Huu binafsi unaua familia. Wewe mwenyewe mwanaume ukishaanza kuegemea sana kwenu, mwanamke wako unamkatisha tamaa. Mwanamke wako unamuumiza. Mwanamke wako unamtesa. Wewe fikiria, inafika wakati umemuoa mwanamke wako wewe mwenyewe, unashindwa kumtimizia baadhi ya mahitaji kwa sababu wadogo zako wamekubana, unatakiwa kulipia ada. Hata ingelikuwa ni wewe, ungejisikia vipi? Kila kitu ni kwa ajili ya ndugu zako. Kila kitu ni kwa ajili ya ndugu zako. Vipi kuhusu mke wako? Kwa hiyo kila mtu ajue kwamba tunapooana wote tuna jukumu la kushirikiana katika kuleta maendeleo kwenye familia zetu. Na ili watu tuje kufurahiana, watu tuje kutendeana mema, watu tuje kufurahia maisha, watu tuje kula matunda, tunatakiwa kuishi kwa kushirikiana. Leo hii watu wengi mnawaona wanaishi vizuri, wananunuliwa magari na waume zao, wanafanyiwa surprise kubwa, wanafanyiwa kila aina ya vitu vizuri ambavyo unavifahamu. Elewa tu wengi wao walishirikiana na waume zao mpaka wamefikia hapo walipo. Wale wanawake hawakuwa wakijadili mipango fulani na mama zao. Hawakuwa wakifanya vitu vya siri nyuma ya migongo ya waume zao. Walikuwa wakishirikiana na waume zao katika kuwapeleka wanaume mbele, kuwasogeza kwamba mume wangu tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Haukuwepo ubinafsi kati yao. Kwa hiyo mwanaume akija kupata na yeye hawi mbinafsi. Matokeo ya kuwa mbinafsi ni kwamba mwanaume akishajitafuta, akijipata, mwisho wa siku anakuja kukugeuka mbeleni huko, anaona mbona huyu mwanamke hakuwa na mchango wowote kwenye maisha yangu. Kwa hiyo tujitahidi wapendwa, kutokuwa wabinafsi kati yetu. Tujitahidi kujitoa kwa pamoja. Tujitahidi kubalance upendo kwenye familia zetu, na pia tusisahau kuwekeza kwenye familia zetu wenyewe. Mimi mke na wewe mme, tusisahau kwamba tuna jukumu letu la kutengeneza familia yetu, mimi na wewe na watoto wetu, ukiachilia mbali wazazi. Sijui kama mmenielewa. Kwa hiyo kila mtu akaye akijua kwamba ubinafsi ni sumu mbaya ambayo inateketeza upendo kwenye ndoa nyingi sana. Unapoona watu wamefanikiwa, wanaishi vizuri, ukae ukijua yale ni matokeo ya watu kuvumiliana, yale ni matokeo ya watu kuwa wamoja, yale ni matokeo ya watu kushirikiana. Hakukuwa na ubinafsi kati yao. Kwa hiyo ile namna waliokuwa kishirikiana ilikuwa inadumisha upendo. Kila mmoja alikuwa anajifeel kwamba nina deni kwa mwenzangu, nikija kufanikiwa mwenzangu hatakiwi kuishi maisha ya shida. Ndio maana utasikia kuna wanaume kabisa wako proud. Wapo. Mtu anakwambia mimi bwana, mke wangu amenivumilia mengi sana, kwa sasa hivi mke wangu ale tu maisha. Wako wanaume kabisa anasema wazi, kwa sasa hivi mama la mama mwache apate anachotaka. Kila anachohitaji lazima apate mke wangu. Amenivumilia. Kwa hiyo mimi nawashauri sana, ishi maisha yako, ishi kwenye leo. Kesho hakuna anayejua. Kesho ni fumbo ambalo analifahamu Mungu, ambalo hakuna mtu yeyote anayeweza kufumbua kati yetu. Tuache kulishana uoga, tuache kuuziana uoga. Kwa sababu mtu fulani alivumilia kufanikiwa, sio lazima hicho kitu kitokee kwenye maisha yako. Sio lazima na wewe uvumilia alafu usije kufaidi. Wengine wanavumilia na wanakuja kufaidi. Sijui kama unanielewa. Kila mmoja na maisha yake. Kila mmoja ajifunze kuishi maisha yake. Kila mmoja ajifunze kupambana na maisha yake. Watu hatufanani, historia hazifanani, na mwisho wa siku mwisho wa watu haufanani. Kila watu wana mwisho tofauti tofauti. Sijui kama unanielewa. Nitakukumbusha tena. Ishi maisha yako. Usikubali kuingiza ubinafsi kwenye ndoa yako kwa sababu ya picha ya maneno unayopewa na watu. Ishi wewe kwenye maisha yako. Mbona waliofanikiwa ni watu kama wewe? Kwani wao ina maana walishindwa kuishi kwa tahadhari? Kwa hiyo kesho hakuna mtu ambaye ana garantia kuzuia kitakachotokea. Kwa hiyo hata kama utajifanya unaishi leo, unajibana, unafanya hivi kwa sababu ya kesho, pengine ukazidi kuharibu kiasi kwamba kesho ukaja kujutia kwamba kumbe sikutakiwa kuishi hivi. Kwa hiyo mimi nakwambia tu ukweli. Unaposikiliza mambo mabaya kuhusu uvumilivu na mshikamano wa watu, jitahidi sana kujua kwamba sio wote waliishia pabaya kama hao unaowasikia. Bahati mbaya, story mbaya zinavuma sana kuliko story nzuri. Watu wapo na story zao nzuri, wanafurahia matunda ya uvumilivu wao, wanafurahia matunda ya mshikamano wao, wanafurahia matunda ya umoja wao. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wanawake, kataeni kuwa wabinafsi kwenye ndoa zenu kwa manufaa ya kesho yenu nyinyi wenyewe. Unapoanza kutengeneza ubinafsi kwenye ndoa yako, matunda utakayoyavuna wewe mwenyewe uko mbele, utashangaa na macho yako. Mimi nakwambia ukweli kabisa. Kitu kinacholeta sumu ambayo inaua upendo taratibu taratibu kwenye maisha ya watu, mojawapo ni ubinafsi.